tusalimiane watu wa boda, tupungiane mikono. People! Mheshimiwa Mwenyekiti wa BAWACHA Taifa, Mheshimiwa Sharifa, Jumbe wa Kamati Kuu, Mheshimiwa mgeni wetu wa heshima na mgeni rasmi wa mkutano huu, Mheshimiwa Daktari Slaa Wilbrod, ambaye leo umekuja kuzungumza na wanakyela, kiongozi wangu wa kanda. Lakini naomba niseme machache. Tuko hapa kuihubiri haki kwa sababu tumeamua kujitolea maisha yetu na muda wetu kupambania taifa ambalo Mungu alitupa. Nchi hii sio ya kina Wasira wala ya kina Samia peke yao. Nchi hii ni ya Tanzania wote ambao wamezaliwa kwenye taifa hili, na wana haki ya kumiliki mali na utajiri, wana haki ya kuishi maisha bora. Kila mtu ana haki kwenye taifa hili kwa sababu Mungu amekufanya kuwa baraka kwenye taifa hili. Nchi yetu ina maziwa makubwa matatu ambayo yanaingia katika orodha ya maziwa Afrika na duniani. Nchi yetu ina mlima mrefu, hivi sasa hivi ninapozungumza kuna watalii wanapanda Kilimanjaro wanalipa pesa. Nchi yetu ina mbuga za wanyama, mpaka naikaiwa watalii kwenye mbuga za wanyama wanaingiza pesa. Tuna bandari ya Dar es Salaam, hata t-shirt yako ikipita bandarini inalipiwa kodi. Kila kitu kinakatwa kodi. Tuna mipaka mikubwa kama kwenu hapa, gari ikipita inakatwa kodi. Kwa nini mnakuwa na maisha magumu kwenye nchi ambayo Mungu ameipa kila kitu? Mimi natoka Chunya, bei ya dhahabu sasa hivi kwenye soko la dunia gramu moja 277. BOT wana 260 kitu. Dhahabu ina uwezo kubadilisha maisha yenu na kila mmoja kwa na fedha, kwa sababu dhahabu inaajiri kwa sehemu kubwa kuliko kitu kingine chochote. Ukienda kwa wakulima wa mpunga, mtu atawapa watu vibarua, wafanya biashara watauza mpunga, wataenda kununua hichi na hichi, lakini cheni ni ndogo. Dhahabu inafanya kila kitu kwenye nchi hii. Leo Chama cha Mapinduzi wanauza maeneo ambayo yana utajiri ili wao na familia zao waendelee kuishi maisha ya anasa. Wanatembelea magari ya bei, si kwa sababu Samia alizaliwa tajiri naye alizaliwa kwenye familia ya kimaskini. Lakini leo kwa sababu ya mamlaka alionayo, anatumia rasilimali zetu hovyo kwa kutumia kwa maslahi ya kikundi cha watu wachache. Wanajineemesha nyie wakati tunashinda. Botswana, nchi ambayo ni ende kwa uzalishaji wa dhahabu, ukienda kuna barabara ya mwendo spidi na barabara za kawaida, maendeleo yametuzidi. Sisi Tanzania ambao tuna kila kitu, watumishi wetu ni ombaomba, wanakopa kuanzia mwezi Januari mpaka Disemba. Akichukua mshahara au ni mwalimu au polisi, anaenda kurejesha madeni. Wafanya biashara wao wakuu, unaitafuta mtaji wako unaingia kwenye biashara, TRA wanakuja na utitiri wa kodi. Nani ana unafuu kwenye taifa hili? Kwa nini dhahabu haitusaidii? Kwa nini Tanzanite? Kwa nini maji tulionayo haitusaidii? Kwa nini milima na mbuga za wanyama tunazo hazisaidii? Ni kwa sababu ya tatizo la kufikiri wa viongozi. Kazi ya viongozi ni kufikiri kuliko kawaida. Ndio maana watu walifikiri wakatengeneza ndege, wakatatua tatizo la usafiri. Walifikiri wakatengeneza meli, walifikiri wakatengeneza magari. Tuna viongozi wa Chama cha Mapinduzi kazi yao na wata kuiba uchaguzi na sio kutuondoa kwenye hizi shida. Hatuhitaji sisi ambao tuletee ugali nyumbani kwenu. Tunataka sisi ambao tuletee maji, tunataka barabara nzuri, tunataka unafuu wa maisha, tunataka sera nzuri kwenye masuala ya kodi. Sisi hatuhitaji ugali, kila mmoja tutafuta na kwa maana wake. Lakini leo watumishi wetu hawa wana shida kuliko kawaida. Nenda Marekani, nenda wapi, mtu anayelinda amani, jeshi kama afisa wa polisi anaheshimiwa na analipwa mshahara wake vizuri. Leo hii hawa wadwanzi wanawatumia hawa polisi kutuhakikisha wanatuumiza Chadema. Mimi nataka kumwambia RPC Kuzaga, leo anakaa kwenye ofisi yenye kiyoyozi, lakini tunachokifanya Chadema, tunawapambania wajukuu zake wa baadaye, tunaipambania familia yake, tunawapambania wajomba zake na shangazi zake waliopo kijijini. Wakikutuma nenda karibu mkutano wa Chadema, hiyo dhambi utaijibu wewe siku hiyo Yesu anapotoa haki. Kila mmoja atapigwa kwa matendo yake. Uwe ni polisi, uwe ni kiongozi wa chama, utaulizwa ulifanya nini na utawajibika. Lindeni maslahi ya watu wote. Unamlinda wazee, mnawalinda kina Wasira jitu lizee miaka 80. Lilianza kudai haki, linakuja hapa. Dr. Slaa alikuwa balozi. Ameona ubalozi si kitu, si heshima kuitwa balozi. Maisha yake ya uzee alipaswa akae
Ali Kiyoyozi amesimama kuja kuwapambania Watanzania kwa sababu anataka kuhesabiwa mbinguni kwamba alifanya jambo jema. Sisi tunakuja hapa kwa pesa zetu kwa muda wetu. Sio kwamba watoto wetu hawana shida wala watoto wetu wana shida na wanatukataza kila siku, lakini tunapambana kwa sababu jukumu hili ni la kimungu, na hili jukumu la kudai reform la kimungu na itawezekana. Kwa hiyo tunawataka Watanzania wajue, tunaposema no reforms no election, tunamaanisha hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi ambao tuna mashaka nao. 2019 waliengua wenyeviti wa vitongoji na vijiji, tukajiondoa, tukajua hawa jamaa watakuwa na aibu. Sisi walipokuwa hawana aibu, wamezoea kula bila kunawa, wakatangaza ushindi wa 99.9. Tukaingia mwaka unaofuata 2020, Magufuli akaahidi uchaguzi utakuwa mzuri, hali ikawa ni ile ile. Wakatangaza mbunge mmoja, naye kwa sababu tu waliamua kutangaza kwa aibu, Aida Kenani. Kati ya wabunge wote majimbo 264, tunapata wapi nguvu ya kuingia kwenye uchaguzi? Madiwani hakuna waliopita. Tunapata wapi ujasiri wa kuingia kwenye uchaguzi ambao tume wanaoita huru, yaani haiko huru, ina watu ambao ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ndio viongozi wa tume. Tunawapigania uchaguzi. Tumesema habari ya kuzuia uchaguzi si kwa maslahi ya Chadema, ni kwa maslahi ya taifa. Hatutashiriki uchaguzi, tutauzuia usifanyike kwa kuwazuia nyinyi wapiga kura msifanye chochote. Na nimesikia mwandishi wa habari mmoja, ni mpuzi tunasema, anasema hivi Chadema wana watu milioni 15. Tutapitisha petition form kila nyumba kwa Mtanzania yeyote, awe Chadema asiwe Chadema, au mwana system anayependa haki, asaini hiyo form ili tuipeleke Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuzuia uchaguzi. Wangapi wanasema wako tayari kusaini petition form kwa ajili ya kuzuia uchaguzi? Kuna raha gani? Kuna raha gani mimi Masaka Karoli nikiwa mbunge wa Rupa wakati kuna watu wamemwaga damu zao? Kuna raha gani wewe ukiwa diwani kuna watu wamechinjwa kwa ajili ya udiwani wako? Mimi 2015 niligombea udiwani, wameiba kura, wananchi wameandamana na kuvunja ofisi, sisi wameenda kumtangaza diwani ya halmashauri. Kesho yake wanakuja kukamata watu 17. Nimehudhuria na wale watu mahakamani miezi 11. Unapangiwa Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Kwa uchumi gani? Kuna raha gani ya wewe kuwa diwani au mwenyekiti? Kuna watu wanaenda magerezani, kuna watu wanapotea. Wewe mwenyekiti au diwani kwa sababu ya damu za watu? Nataka niwaambie sisi Chadema tutakuwa binafsi na wale kigenge cha wauni wachache mkipuuze. Sauti ni moja ambayo ni sauti ya kimungu. Tutazuia uchaguzi na hatutashiriki mpaka reforms zipatikane, mageuzi ya kisheria, na tushatoa ushauri. Kwa hiyo endeleeni kutusapoti. Petition form zitakuja. Nimepokea agizo la makamu mwenyekiti, tutapita nyumba kwa nyumba, kiongozi wa kata wa Chadema, mwenyekiti wa jimbo ambaye hatakuwa na petition ambazo tutazitoa, na kopi za kwanza Mheshimiwa Dr. tutazitoa kwa pesa zangu kugawa kila jimbo. Ile kopi moja ina majina 24. Tutatoa kopi za kutosha. Tunataka watu wa hekima hapa, tupate watu wote kushiriki kila kata. Lengo letu tuwafikishe watu milioni 15 ili kwenda kuzuia uchaguzi. Chadema kuna boga, jamna bara patraza. Tunaakili hata ungemweka Lissu ndani ili jeshi litaendelea. Baada ya mikutano ya Mheshimiwa Heche na Slaa, tutaendelea na mikutano mikoa na majimbo kuhakikisha kila Mtanzania no reform no election inamfikia na anaielewa kwa nini tuingie kwenye uchaguzi. People! Basi wakati huu naomba sasa nimlete mama wangu mwenyekiti wa baraza la wanawake wa Chadema. Ninachotaka kusema kuwa bado mnatakiwa kufahamu kuwa katika nchi yetu hakuna demokrasia. Muda wa siku 3 zilizopita, ninadhani kila mmoja wenu amepata taarifa kuwa mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu amekamatwa na sasa hivi yuko ndani ya uhaini, eti tu kwa sababu amesimama imara kudai mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi. Sisi baraza la wanawake Chadema tunasema tunalaani vikali kitendo cha mwenyekiti wetu kupatiwa kesi ya uhaini
na tunawataka jeshi la polisi mpaka tarehe 24 wawe wamwachia huru bila ya masharti ya aina yoyote. Vinginevyo tutafanya maamuzi sahihi kama baraza la wanawake la Tanzania. Ndugu zangu Wanakyela, tumekuja kwenu kudai mabadiliko mbalimbali ya sheria, mtuunge mkono mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Kama mnavyofahamu, miaka kadhaa sasa tumekuwa tunaingia katika uchaguzi na mmekuwa mkipiga kura, lakini hampatiwi viongozi ambao mnaenda kuwachagua. Hivyo hakuna sababu ya sisi kuendelea kwenda kupiga kura. Tunataka kwenda kuzuia uchaguzi ikiwa pale mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi hasitopatikana. Baraza, baada ya kusema haya, moja kwa moja, ndugu zangu Wanakyela, napenda kuchukua fursa hii kumkaribisha makamu mwenyekiti John Wagesa Heche aje azungumze na nyinyi. Bila